Zanzibar mtatu lakini kwa toa. Nataka utoke humu. Toka. Mtazi mkubwa. Ng'ombe wewe, kenge, usiokuwa na adabu. Nishakuacha. Kuna nini? Wewe acha tu. Maisha yanafanya mwanangu azurure kwa kukosa uwezo wa kumsomesha. Ondoa shaka. Mimi nitakusaidia kumsomesha. Jamii ina wajibu wa kuwasaidia watoto walio katika mazingira magumu ili waweze kutimiza malengo yao. Tangazo hili limeletwa kwenu na kijiji cha kulelea watoto SOS Zanzibar. Kutokana na kasi ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia, serikali kupitia chuo cha utawala wa umma Zanzibar IPA kimeanzisha masomo kwa ngazi ya shahada ya uzamili ya sayansi ya usimamizi wa rasilimali watu, hatua ilolenga kukabiliana na changamoto za usimamizi wa rasilimali watu katika taasisi za serikali. Akizungumza na waandishi wa habari huko katika chuo cha IPA Tunguu, mkuu wa chuo hicho Dr. Shabani Mwinchum amesema pamoja na kuanzishwa kwa kozi hiyo, chuo pia kitaendelea kutoa mafunzo kwa watumishi wa umma kwa lengo la kuchochea weledi, ujuzi na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Ndugu waandishi, kama mnavyofahamu, jukumu kuu la chuo chetu ni kutoa mafunzo ya muda mfupi na mrefu kwa watumishi na wananchi wengine. Kwa kiasi kikubwa, chuo chetu kinaendelea kuimarika na kimepiga hatua kubwa ya kuwawezesha Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla kupata fursa ya kusoma fani mbalimbali zinazotolewa hapa chuoni, ambazo kwa hakika wanapomaliza masomo yao tunaamini wanapata fursa za kuajiriwa au hata kujiajiri wenyewe. Jambo letu la kwanza ambalo tumewaita hii leo ni kuhusu chuo chetu kwa mara ya kwanza kuanzisha shahada ya uzamili ya sayansi ya usimamizi wa rasilimali watu, yani Master of Science in Human Resource Management, ambayo itaanza rasmi kufundishwa katika mwezi huu wa 3 mwaka huu 2026. Ndugu waandishi, programu hii ni ya kipekee ambayo itatoa fursa kubwa kwa watumishi na wananchi wengine wenye sifa kujiunga bila kuathiri ratiba zao za kazi. Programu hii itakuwa kwa muda wa miezi 18, yani mwaka 1.5, na ada yake ni rafiki zaidi ambayo kila mmoja wetu anaweza kuimudu. Programu hii itatolewa kwa siku za mwisho wa wiki, yani Jumamosi na Jumapili kama tulivyosema, ili kutoa fursa kwa watumishi kufanya kazi zao walizoajiriwa katika taasisi zao. Kwa kifupi, maandalizi ya programu hii tayari yamekamilika 100%. Sasa chuo tumeona kuna kila sababu ya kuanzisha programu hii ili kuwawezesha wataalamu hawa wa rasilimali watu kuwa na uweledi na kuweza kuendana na kasi ya mabadiliko katika utumishi. Ndugu waandishi, sifa za kujiunga katika programu hii ni kuwa na shahada ya kwanza ya fani yoyote ambayo kwa uchache iwe na ufaulu wa angalau daraja la 2 la chini. Tunaita lower second class na kuendelea. Maana ukiwa na upper second, una first class, basi unaweza kujiunga na programu hii moja kwa moja. Lakini kuna wale ambao wana shahada ya kwanza ambayo ina ufaulu wa chini ya daraja hilo la 2 la chini, yani pass degree. Wao pia wana nafasi ya kujiunga na programu hii wakiwa na sifa nyingine ya ziada ya astashahada ya juu, yani postgraduate diploma. Ndugu waandishi wa habari, taarifa ya pili ni kuhusu mafunzo ya kujenga uwezo kwa watumishi wa umma. Kama mnavyojua, kwa mujibu wa sheria ya kuanzishwa kwa chuo hiki,
Moja ya jukumu lake ni pamoja na kutoa mafunzo ya kuwajengea uwezo watumishi wa umma na binafsi, ambapo kazi hiyo tunaendelea nayo hadi sasa. Hata hivyo, mwaka huu wa fedha 25-26 tumekuja na mageuzi makubwa ya kutoa mafunzo hayo, ambapo mkazo zaidi tumeuweka kutoa mafunzo kwa viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ndugu waandishi, mafunzo haya tunayatoa ili kuhakikisha kuwa viongozi hawa wanakuwa na uelewa mzuri katika kusimamia majukumu yao waliopangiwa kwa ufanisi, kwa kufuata sheria, kanuni na misingi ya maadili ya utumishi wa umma na uongozi. Elimu ya juu ni nguzo muhimu ya maendeleo, kwani taifa lolote duniani hujengwa na vijana wasomi. Hivyo ni vyema jamii kuitumia fursa hiyo ya masomo ili kuongeza ujuzi na kuleta tija zaidi katika maeneo yao ya kazi. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.